Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninakuja na swali kwa watakatifu. Je, unatamani familia yako ikae kwa umoja? Unataka kuihudumisha amani, umoja na ushirika ndani ya familia? Unataka kanisa la Mungu ambaye amekupa kuliongoza lidumu katika umoja na ushirika? Inawezekana jibu ni ndio, lakini haujui utembee namna gani ili uweze kuhudumisha umoja huo, ushirika huo na amani ndani ya familia au ndani ya taifa la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya kwanza na mstari wa 16 mpaka ule wa 17, Musa alipovuka ng'ambo ya Yordani alikaa sehemu pamoja na wana wa Israeli, akaanza kuwakumbusha namna gani walitembea ndani ya jangwa, walikaa aje ili kuhudumisha umoja na ushirika. Alipenda wakumbushe vile mpaka vile wataingia katika mji wa ahadi, wakamate kanuni hiyo na waitembelee. Ilikuwa wakati walitoka chini ya utumwa wa Misri huko jangwa. Musa akakuta kwamba taifa la Mungu linakuwa kubwa sana, Waisraeli wanakuwa wengi, hawezi kuwaongoza peke yake. Na unajua kanuni ya watu mahali walipo kunakuwa na mvutano mara kwa mara. Sasa wakati wote walipokuwa na jambo, walimwendea Musa ili Musa awaamlie. Musa akajikuta amechoka sana, ikabidi awachague watu wenye elimu zaidi ya wengine ili awaweke juu ya makundi ya watu, ili wakati watakuwa na tatizo, watakuwa na mambo, waende kuwaona wale viongozi na wale viongozi wawaamlie. Hilo jambo likakuwa njema sana mbele ya Israeli. Wakakubaliana na wakaanza kutembea hivyo. Kuna sheria Musa alisimamisha, kuna maelekezo Musa aliwapea, kuna kanuni Musa aliwapa. Aliwaambia hivi: wakati mtu na mtu au mtu na ndugu yake wataleta mambo yao kwenu, muwasikilize kwa makini na muwaamlie kwa sheria, mkate hukumu iliyo ya haki. Musikate hukumu kwa kuangalia nafsi ya mtu, musikate hukumu kwa kuangalia undugu, musikate hukumu kwa kuangalia uwezo wa mtu, bali mkate hukumu kwa kufata haki. Musa akawaambia, hata kama ni mgeni ambaye yuko kwenu akiwa na haki mbele ya mwenyeji, apewe haki yake, sababu hukumu ni ya Mungu. Simpendelee ndugu yako wa damu ukampea ndugu yako wa familia kosa ambaye hana. Kwa nini Musa apende taifa la Mungu litembee katika hali hiyo? Ni sababu Mungu alipenda taifa likae kwa hali ya ushirika, upendo na amani. Umoja utawale na kudumu katika taifa nzima ya Israeli. Leo mafamilia inaishi matengano sababu ya mambo kama hayo. Katika familia kuna baba ambaye ni msimamizi wa familia, kuna mama ambaye ni msimamizi wa familia, kuna ndugu mkubwa ambaye ni msimamizi wa familia.
wanashindwa kukata hukumu ya kweli pale ambapo kunatokea mateto kati ya watu wawili ndani ya familia. Viongozi wa majamaa, wasimamizi wa majamaa wanashindwa kumpatia mkubwa kosa mbele ya mdogo, sababu ya kuangalia miaka. Unakuta ndani ya familia muna yule ambaye tayari amejaliwa neema ya kuwa na mafanikio, lakini anajaa dharau, anajaa matusi, hana adabu. Kitu kimoja anajua kufanya vizuri ni kuhudumia familia hiyo, anaongeza na dharau na yale mengine yote. Sasa sababu hawa watu wa familia wanahudumiwa na huyo mtu, wanashindwa kumwambia kosa zake kwa kuogopa kwamba ataacha kuwahudumia. Unakuta hawa ambao wananyanyaswa sababu hawana uwezo, sheria zao zinauzishwa kwa huyu tajiri, wanajikuta hawana mafaa katika familia, wanajitenga mbali ya familia, na familia inasambarana, inakosa ushirika. Mpendwa, acha nikwambie ya kwamba nguvu ya familia ni umoja, na nguvu ya familia ni mafanikio. Kama familia inakaa kwenye matengano, haiwezi kufanikiwa, sababu hakuna mtu ambaye atakuwa na moyo wa kusapoti mwingine kipindi wako kwenye matengano. Mtumishi wa Mungu, nguvu ya kanisa ni umoja. Wakati unampa yule ambaye iko na kosa yake, na yule iko na haki yake, hata kama hana uwezo ya kusapoti huduma, unakuwa unaijenga familia katika umoja, na nguvu ya Mungu itaziririka, maendeleo itaonekana, amani itatawala, na umoja utakuwa ndio mlango wa mafanikio ya kanisa. Hata kwenye kitabu cha Yohana sura yake ya 7 na mstari wa 24, neno la Mungu linatuambia vizuri, musikate hukumu kwa kuangalia na macho, mkate hukumu kwa haki, kisha kuwasikiliza au watu wawili wenye matatizo. Kila mtu mpe haki yake sawa sawa na vile mambo yako. Leo tunaona nchi zetu zinateseka, raia hawana furaha sababu ya viongozi ambao wananyanyasa, wanaibia taifa, na wale wa karibu yao ambao wanapewa fursa ya kusema kweli na hawatasema kweli, wanampigia mikono rais, wanampigia mikono kiongozi, na huku matendo yake siyo ya haki. Jameni, watu wa Mungu, tuhudumishe umoja, amani, upendo ndani ya familia zetu kwa kutoa hukumu ya haki. Ndio ilikuwa nia na tamaa ya Musa kutoa sheria hii, ili taifa la Israeli pamoja na wingi wao watakapopewa hukumu ya haki, kila mmoja atajisikia furaha. Unapompa mtu mwenye haki kosa, atajisikia kujitenga na wale wote ambao walimpigia ule mwenye kosa ambaye alipeleka haki yake, na yeye kumpa kosa huyu mwenye haki. Ndio maana unaona mafamilia inajitenga umoja kwa wengine, sababu wanajikuta hawana nafasi. Wamelaumiwa pale ambapo hawangelaumiwa, wamechukiliwa pale ambapo hawangechukiliwa, wamenenewa uongo pale ambapo wako katika kweli, wamekataliwa pale ambapo wapengekataliwa. Na yule ambaye angestahili kukataliwa, kutengwa, ndio anakumbatiwa, ndio anakaribishwa, ndio anafurahiwa, na huyo ambaye anastahili anapata yale ambayo hakustahili. Ni hiyo inaleta matengano. Epuka kupana hukumu isiyokuwa ya haki
katika familia yako, ili familia yako ikae kwa umoja. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Ninaamini neno hili litakusaidia na Roho Mtakatifu atakufunza zaidi ya vile nimefanya, sababu ni yeye mwalimu wa kweli. Mbarikiwe sana, mbarikiwe.